Kwa jina naitwa Abdulaziz Ali, ni mwanzilishi wa Black Eagle Sports Academy inayopatikana Ngusero, mtaa wa Olotu. Black Eagle Sports Academy ni taasisi ambayo imeanzishwa mwaka 2023 mwezi wa 9, ikimaanisha tarehe 9 mwezi wa 9 2023, na kumbuka ilikuwa ni kipindi cha likizo. Kwa nini tulianzisha ile timu? Hii timu tumeanzisha baada ya kuona watoto wengi wa mtaani hawana pa kucheza, waliunda mpira wao wa makaratasi. Sasa nilipokuta wakicheza ule mpira wa makaratasi, na mimi nyumbani nilikuwa na mpira miwili, nikaona nichukue mpira mmoja niwape wale watoto wacheze. Kumbuka wale watoto 6, na mmoja wa watoto hao yupo hapa. Udani Rajabu, njoo. Huyu ni mmoja wa watoto ambao tuliwakuta wakicheza ule mpira wa makaratasi. Then nilivyo hapa ule mpira siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili idadi ya watoto iliongezeka kutoka 6 kufika 12. Walitoka wapi? Waliitana wenyewe kama wenyewe hawa, wakaita kaambia sisi tuna mpira, kwa wakaja tukaanza kucheza. Lakini pia nikaona watoto 12 kuacha wenyewe na kuwa sio vizuri, ngoja nipoteze muda kuwa nao sasa, kwamba tuwaelekeze mpira unachezwaje na kuwauliza wanataka nini kwenye mpira. Maswali ambayo niliwauliza, mtaka kucheza mpira kufika wapi? Huyu anaitwa Rajabu Musa ananiambia mimi natamani niwe mchezaji mkubwa niweze kusaidia familia yangu. Sema basi hakuna shida, mimi nitakuwa na nyinyi, tutasaidiana pale ambapo nitaweza na nyinyi mtanisaidia pale mnapoweza. Kwa kuanzia hapo idadi ya watoto 12 kazidi kuongezeka mpaka leo hii tunapoongea tuna watoto 100+. Bali na hilo, tuna timu ya wenzetu wenye ulemavu. Mwite Pasco, timu ya ulemavu ambayo tunaita amputee football. Kama mmewahi kusikia, huwa tuna tournament inafanyika Dar es Salaam kila mwaka, na mpaka sasa hizi mwezi wa 6 tutakuwa na tournament. Tushapata barua ya mwaliko, wataenda kucheza kule. Kwani tulianzisha hii timu? Pia hawa ni binadamu kama sisi ambao wanahitaji na wenyewe kufurahi. Kuna wenzetu wanaitwa South Parasport wako Dar es Salaam, wale ndio walituinspire sisi kuwa na timu ya Magongo. Kwa nini tulitengeneza timu ya Magongo? Timu ya Magongo tulitengeneza, nakumbuka ilikuwa mwezi wa 12 2024. Kulikuwa ni siku ya walemavu duniani, walikuja kufanyia hapa Arusha. Kuna timu ilitoka Zanzibar, kuna timu ilitoka Dar es Salaam. Arusha wanakuja, hakuna timu ya Magongo ya kucheza nayo. Alafu mimi nilikuwa pale uwanjani naangalia kile kinachoendelea. Niliumia rohoni kwamba timu zimekuja kutoka Zanzibar zinatafuta timu ya kucheza nayo, Arusha hakuna. Nikasema why mimi nisitengeneze timu ili kusudi mwaka mwingine tuweze na sisi kualika waje tucheze. Of course nilipambana na ndugu yangu huyu, nikamwambia tutengeneze timu ya Magongo tuweze kushiriki, tuweze kuisajili na tuweze kucheza katika mashindano ambayo yatakuwa yanaandaliwa na chama cha mpira wa miguu kwa upande wa walemavu kwa maana ya TAF. Kweli tukashirikiana na wenzetu na hawa kiwepo, tukaunda timu ya Magongo. Tukacheza mwaka wa kwanza, tumeenda kushiriki tournament inaitwa Kipute, tukashika nafasi ya pili. Mwaka wa pili tukaenda kucheza ligi ambayo ilikuwa inaitwa Azam Amputee Football Tournament, tukashika nafasi ya 3. Kwa hiyo kwa ufupi hiyo ndio Black Eagle. Lakini pia mmeona kuna wasichana kama Black Eagle, tukaona tumewapa fursa watu wenye ulemavu, tumewapa fursa watu wa football 11. Why girls tuwaache? Tukaona na wenyewe tuwaite tuwe nao ili na wenyewe waweze kutimiza ndoto zao, kama ambavyo mnaona Rais wa mpira wa miguu Tanzania Bwana Wallace Karia anajitahidi sana kuhamasisha au kusupport mpira wa kina mama. Kwa hiyo na sisi kama Black Eagle tukaona tupite njia hiyo hiyo ya kusupport, kwa sababu naamini katika hawa tuliowaona hapa hatuwezi kukosa wawili watatu wa kwenda timu ya taifa. Nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa wazazi wa wale watoto, kwa sababu mzazi anapomruhusu mtoto akaja kufanya mazoezi asubuhi na jioni, katuamini sisi kwa kile tunachokifanya. Kwa hiyo tuseme ni fanikio kubwa kwetu. Wale ni watoto ni wengi, kama umewaona ni wengi.
Kwa ile ni jamii nzima ambao wazazi wametuamini sisi. Kwa sisi tunawapongeza, tunasema waendelee kutusupport. Kila pili, timu yetu sisi inashiriki ligi mbalimbali. Na katika kushiriki kwao hawaendi kushiriki tu, waenda kushindana na kupata mafanikio kwa namna moja ama nyingine. Nikisema kwa namna moja ama nyingine, hakuna shindano wameenda wakatolewa kwenye makundi. Hiyo haipo kabisa. Wakienda kwenye shindano, either watolewe nusu finali au finali. Na tukienda ofisini ni miaka 3 sasa, lakini ukiangalia pale tuna makombe zaidi ya 20 yako pale. Kwa nini? Jitihada za wale watoto na walimu wenzangu kupambania. Kwa sisi kwamba tunafurahi kuona vijana wanapambana, wanapata mafanikio. Lakini kubwa kuliko yote, tuna mtoto ambaye tulikuwa naye tumemkuza hapa, ametoka hapa ameenda kufanya trial Simba B. Kwa hiyo sisi tunasema kwetu ni alhamdulillah. Huyo ni mmoja, lakini pia wa pili tunaye ambaye ametokea Black Eagle akaenda taasisi inaitwa Magnet, lakini ninavyoongea hivi sasa ule mtoto ameenda Ureno, aenda Swaziland, ameenda na Spain. Hiyo yote aenda kutafuta riziki ya mpira wake. Lakini tunashukuru kule kote alikoenda alipata mafanikio, na mwisho wa siku Magnet wameamua kumwacha yuko Dar es Salaam kule, wanaendelea naye. Na maana tunategemea kule alikwenda kufanya trial, kuna kitu kizuri amekifanya, tukitarajia mafanikio kwamba ataitwa kwenda kucheza katika timu hizo ambazo alienda kufanyia mazoezi. Kwa majina anaitwa Pasco Festo, mimi ni mchezaji wa Black Eagle Ampute. Sisi kama Black Eagle Ampute tuna mashindano mbalimbali ambayo huwa yanatukabili hususan nje ya mkoa, na kwa mwaka huu tuna target kwenda kushiriki ligi ya Kipute Dar es Salaam mwezi wa 6, na pia mpaka hivi sasa tunapambana kufanya mazoezi kila weekend. Tunakutana hapa kwa ajili ya mpira wetu ule wa watu wenye upungufu wa viungo, tunasema wenye viungo vichache. Kwa hiyo kama unavyoona kuna ambao wanakuwa na mguu mmoja, hao wanaruhusiwa kucheza, mwenye mkono mmoja hao wanaruhusiwa kucheza. Na of course kwenye mafanikio ambayo tumeweza kuyapata msimu uliopita ni kushiriki Kipute Dar es Salaam, ilikuwa ni mwezi wa 7, na pia katika timu yetu ya Black Eagle tulifanikiwa kutoa wachezaji watatu kwenda kwenye national team, nikiwa mimi hapa miongoni mwao kwenye timu ya Tembo Warrior. Na experience ambayo tuliipata ni namna gani ambavyo tunaweza tukawa tunaufanya mchezo huu kwa moyo zaidi, kwa sababu kuna vitu ambavyo wenzetu ambao walikwenda Burundi kwenye mashindano walifanikiwa kuweza kupata medali za shaba, kwa sababu walishiriki na wakapata nafasi ya 3 kwenye mashindano yale. Kwa hiyo kwangu mimi naweza ngasema ni mafanikio makubwa katika mpira huu wa walemavu kwa msimu uliopita, na tumeanza mwaka juzi. Sio kinyonge sana, kila tukienda tunaishi. Mwaka wa kwanza tumemaliza nafasi ya kwanza. Msimu uliofuatia uliomalizika juzi tumemaliza nafasi ya 3. Mashindano yalikuwa ni magumu kwa sababu tayari ushindani ulikuwa ni mkubwa sana, na ikizingatiwa timu za Dar es Salaam ndo chachu kubwa ya mpira huu, kwa sababu zenyewe ndo waanzilishi, na kwa hiyo wenyewe wako sana katika kuweza kuwatengeneza wachezaji kwenye level hiyo. Lakini sisi kwetu hapa Arusha tuna timu mbili tu, tunaweza tukawa Black Eagle pamoja na Arusha Warrior, lakini katika namna nyingine ambavyo pia ni kupata support ya wadau ili tuweze kufanikiwa katika kuweza kutengeneza mchezo huu.